kuomba alafu tuende katika neno la Mungu asubuhi hii ya siku ya leo. Tuinamishe vichwa vyetu chini na tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunaliinua na kulimidi jina lako asubuhi hii ya siku ya leo. Tazama Bwana, umetuwezesha kufika Bwana katika nyumba yako, kukutana pamoja na watakatifu wengine kwa ajili Mungu ya kulisikia neno lako zaidi kabisa Bwana, katika hali ya kulisikia neno lako, kubadilishwa na kufananishwa na mwanao wako Yesu Kristo, kwa wale ambao wamekwisha kutwa na wale Bwana ambao bado hujawafuta kwa mwanao Yesu Kristo. Basi Bwana, kupitia injili na kuhubiriwa na kazi ya Roho Mtakatifu, wakapata kuvutwa kwa msalaba wa Yesu Kristo, kuweka tumaini lao kwake. Tunakuomba Bwana ukatusaidie. Tazama Bwana mtakatifu, siku ya leo haiko kama jinsi tunavyotarajia kila siku. Hatuna Bwana pia vipaza sauti vya kutuwezesha Bwana mtakatifu katika sauti zetu, na hata Bwana wasikilizaji kuweza kutusikia Bwana vizuri. Tunakusihi, tunakuomba Bwana, wacha hata katika hali hii ya siku leo ukatuwezeshe, ukatusaidie Bwana, sauti yangu Bwana ikaweze kuwa kubwa na kuweza kusikika Bwana na kila mmoja, na Bwana mtakatifu wengine masikio yao Bwana yakaweza kuwa makini ya kuweza kunisikia hadi tamati ya ujumbe usiku leo. Inuliwe imidio Bwana zaidi Bwana, neno lako likaweze kuonekana, Kristo akaweze kuonekana, na Bwana injili ikaweze kupatilizwa katika mioyo ya watoto wako, na kupitia jina la mwanao wako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 Kitabu cha Hesabu, the book of Numbers and chapter number 16. The book of Numbers, chapter number 16. Hesabu, mlango ule wa 16, mstari wa 41 hadi mstari ule wa 50. The book of Numbers, chapter number 16 and verse number 41 to verse number 50. Narudia ili wale ambao wanatafuta waweze kupata. Hesabu kwa lugha ya Kiswahili, Numbers kwa lugha ya Kiingereza. Mlango ni ule wa 16, mstari ni ule wa 41 hadi ule mstari wa 50. Nitasoma. Lakini siku ya pili yake mkutano wote wa wana wa Israeli wakamnung'unikia Musa na Haruni wakasema, nanyi mmewaua watu wa Bwana. Basi ilikuwa hapo huo mkutano ulipokuwa umekutanika kinyume cha Musa na kinyume cha Haruni, wakaangalia upande wa hema ya kukutania, na tazama hilo wingu likaifunika hema na utukufu wa Bwana ukaonekana. Na Musa na Haruni wakaenda hapo mbele ya hema ya kukutania, naye Bwana akanena na Musa na kumwambia, ondokeni kati ya mkutano ili niwaangamize mara moja. Wao wakapomoka kifudifudi. Musa akamwambia Haruni, haya, shika chetezo chako ukatie moto ndani yake, moto wa madhabahuni, kisha utie na uvumba juu ya moto, ukakichukue haraka, uende nacho katika huo mkutano, ukafanyie upatanisho, kwa kuwa ghadhabu zimetoka kwa Bwana, hiyo tauni imeanza. Basi Haruni akakishika chetezo kama Musa alivyonena, akapiga mbio akaenda katikati ya mkutano, na tazama tauni ilikuwa imeanza kati ya watu. Akatia uvumba juu ya moto na kufanya upatanisho kwa ajili ya hao watu. Akasimama kati ya hao waliokufa na hao waliokuwa wakali hai, tauni ikazuiwa. Basi waliokufa kwa tauni walikuwa 14,700 zaidi ya hao waliokufa katika jambo la Kora. Haruni akamrudia Musa pale mlangoni pa hema ya kukutania, hiyo tauni ikazuiwa. Na hilo ndilo neno lake Bwana asubuhi ya siku ya leo. Na kitabu cha Hesabu kama jinsi kilivyoitwa ni kitabu kilichojawa hesabu. Angalau hesabu mara 2 katika kitabu hichi inapatiana na Musa kuhusiana na idadi ya wana Israeli. Na kati ya sababu ya kulifanya ili ni ili iwekwe dhahiri jinsi Mungu alivyokuwa mwaminifu, kama jinsi alivyomwapia, jinsi alivyomwambia, alivyomahidi Abrahamu katika kile kitabu cha Mwanzo 12 ya kwamba 15 ya kwamba uzao wako utakuwa kama idadi za nyota angani.
Lakini mlango ambao tuko nao katika mlango 16 ni mlango ambao umejawa na ukaidi mmoja baada ya mwingine. Na katika mlango huu wa kitabu mlango 16 wa kitabu cha Hesabu tunapata angalau huyu mtu bwana aliyekuwa anaitwa Kora pamoja na Dathan pamoja na Abiram. Na hawa watu watatu waliinuka kinyume na Musa ili kuweza ukipenda kumtoa Musa katika mamlaka pamoja na Haruni. Na malalamishi ya Kora, maana Kora alikuwa ni Mlawi, Abiram akiwa ni mtu kutoka katika kabila la Ruben. Malalamishi ya Kora ni haya pamoja na wenzake ya kwamba Musa, kwani unafikiri wewe peke yako ndio unaweza kuongoza watu wa Mungu? Na Kora mashtaka yake ni ya kwamba mimi pia ni mtu wa Lawi, pia mimi Mungu amenichagua, Mungu anaweza pia kunifanya nikaweza kuongoza watu hawa. Na maakida 250 pamoja na wengine wanaunga Kora pamoja na watu wake mkono katika hili jambo. Musa anaghadhibika na anasikia kulia kwa ajili ya yale mambo ambayo Kora anafanya. Anapoitisha Abiram pamoja na Dathan waweze kuja katika mkutano, wanakataa kutoka katika mahema yao. Musa anawaka na hasira na kuomba kinyume nao mbele za Mungu, ya kwamba Mungu usipate hata kupokea sadaka zao. Malalamishi walioyaweka Kora pamoja na watu wake ni kwamba Musa, wewe pia sisi tutaweza kuifanya kazi yako. Ile kazi unayoifanya kulileta neno la Mungu kwetu, ile kazi ya Haruni unayoifanya kutupatanisha sisi na Mungu, sisi pia tutaweza vile vile. Katika kuyafanya haya, hawakuinukia tu kinyume na Musa, hawakuinukia tu kinyume na Haruni, bali waliinuka kinyume na Mungu mwenyewe. Na Mungu anaghadhibika, anashuka kutoka mbinguni na kusema neno haya, watu wa Kora waende kwa Kora na wale wengine wabakie na Musa. Na katika siku ile watu makundi mawili yanagawanyika, makundi matatu kipenda yanagawanyika, na Mungu anapitisha ghadhabu yao. Kuna makundi yanayobaki na Musa, kuna kundi linalobaki katika hema kukutania, na kuna makundi yanayobaki katika mahema yao wanayokaa. Wale waliokuwa katika mahema yao ya kukaa, ardhi inafunguka, wanazikwa na ardhi inafungwa na Mungu. Wana wa Israeli wanashuhudia, wanayaona haya. Waliokuwa na Kora katika hema ya kukutania, moto unashuka kutoka mbinguni na unaweza kuwaangamiza wote. Wana wa Israeli wanayaona haya vile vile. Katika Mungu kuyafanya haya, anayaweka dhahiri ya kwamba ni mimi Mungu niliyemchagua Musa, ni mimi Mungu niliyemchagua Haruni. Wanaoyatekeleza ni wao wanaoweza kuyafanya, maana ni mimi niliyoweza kuwachagua. Na kama wanadamu tunategemea kwamba mambo haya yakitokea, ardhi kufunguka, watu wazikwe na Mungu mwenyewe na aifunge mwenyewe, moto kutoka mbinguni kushuka na kuweza kuangamiza, tunategemea mambo haya ya kwamba watu wakawe na mioyo ya kulilia nafsi zao na hata kutubu mbele za Mungu. Tunategemea mambo haya ya kwamba hofu ya Mungu ikapata kuwashukia watu. Lakini je, haya ndio mambo yanayotukia? Na jibu ni hili, la hasha. Na mistari 9 ambayo tunaenda kuipitia, na mistari 10 ambayo tunaenda kupitia ni baada ya matukio niliyosema kuweza kutukia. Siku inayofuata baada ya matukio haya yote ambayo nimesema kutukia. And the title of my message, I've titled it, The Priest Between the Sinner and God's Wrath. Kuhani katikati ya wenye dhambi na hasira yake Mungu. Je, watu watatubu? Je, watu watakuwa na mioyo ya kuvunjika maana wameziona kazi zake Mungu? Je, haya ndio itatokea? Angalia mstari wa 41 na mstari wa 41 na mstari wa 42 sehemu ya A. Tunapata hili jambo, manunguniko ya wana Israeli, au ukipenda ukaidi wa wana Israeli. Na katika sehemu hii nataka kusongeleza kwenu udhambi wa mwanadamu kama jinsi ulivyo. Angalia na mstari wa 41 na mstari ule wa 42.
Lakini siku ya pili yake mkutano wote wa wana wa Israeli wakamnung'unikia Musa na Haruni wakasema, ninyi mmewaua watu wa Bwana. Basi ilikuwa hapo mkutano ulipokuwa umekutanika kinyume cha Musa na kinyume cha Haruni, wakaangalia upande wa hema ya kukutania, na tazama, hilo wingu likaifunika hema na utukufu wa Bwana ukaonekana. Baada ya matukio haya makubwa na yanayofaa kutupatia hofu katika mioyo yetu, baada ya matukio makubwa ya Mungu kutukia, Musa anatuambia, lakini siku ya pili yake tunategemea watu kusongea kwa Mungu kwa ibada, maana yale mambo Mungu ameyafanya. Siku ya pili yake tunategemea watu kuwa wanatubu, lakini la hasha, sio yanayotendeka. Jambo baya zaidi linatendeka. Watu wanakuja na kumnunukia Mungu, kulalamika mbele za Musa, kulalamika kinyume cha Musa na kinyume cha Haruni. Kuna watu katika ulimwengu huu wanafikiri ya kwamba miujiza ni chombo cha kuleta watu katika wokovu. La hasha! Ikiwa mtu anafikiri kwamba watu wanapoona miujiza inapofanyika wanaweza kuja kwa Mungu kwa ajili ya wokovu, hawajakutana na moyo wa wanadamu kwa jinsi ulivyo. Israeli anatuambia kwamba ni mdanganyifu na ni muovu. Ikiwa mwanadamu atafikiri kwamba anaweza kusongea tu kwa Mungu kwa sababu muujiza fulani umefanyika nje yake, hajakutana na jinsi mwanadamu alivyo, hajakutana na mlango wa Hesabu 16, baada ya makuu matendo ya Mungu ya kutisha kufanyika, mwanadamu anainuka asubuhi yake na kuwa mwovu zaidi. Baada ya Mungu kuonesha jinsi anavyochukia manung'uniko kinyume na watu wake, baada ya Mungu ya kuonesha jinsi alivyokuwa na uwezo ya kufutilia mbali wanadamu mwenye dhambi, mwanadamu akiamka siku inayofuata si kumshukuru Mungu, la hasha, ni kuwa muovu zaidi. They grumbled against Moses. Wanamnung'unikia mtu ambaye analileta neno la Mungu kwao, kuambia kwamba Bwana wa majeshi asema hivi. Mimi ndimi asema hivi. Mungu aliyowatoa katika nchi ya Misri, nchi ya utumwa, anasema hivyo. Wanamnung'unikia huyu. Lakini pia wanamnung'unikia huyu mmoja ambaye kila uchao, kila siku wanaleta sadaka kwa mikono yake kwa ajili ya kupatanisha na Mungu. Wanamnung'unikia vile vile. They grumbled against God. The best of what man can do is to rebel against God, even in the presence of a miracle, unless that miracle is regeneration. Kitu kikubwa ambacho mwanadamu anaweza kufanya, mwanadamu mwenye dhambi, ni kuwa mkaidi mbele za Mungu, hata mbele ya miujiza mikubwa, unless muujiza unaofanyika, unaotajwa, ni muujiza wa kuzaliwa upya ndani yake, ni muujiza wa moyo wake kuishwa, kufanywa hai tena. Ikiwa sio muujiza, mwanadamu hawezi kumsogelea Mungu. Lakini siku ya pili, baada ya kuyaona matendo makubwa ya Mungu, mwanadamu anaamka akiwa muovu zaidi. Kile kikubwa ambacho mwanadamu anafanya ni kukua katika udhambi wake, ni kukua katika kutenda kuenda kinyume na Mungu. Kile kikubwa ambacho mwanadamu anaweza fanya, hata miujiza, Mungu anapofanya miujiza, ni kuamka na kuangalia ni jinsi gani itakosea Mungu. That is man for you. That is who man is. Man is nothing but a rebel against God. He doesn't want anything to do with God. Hata Mungu akifanya mazuri kiasi gani. Mbona wako hivi? Lakini siku ya pili yake hawakumsogelea Mungu, walikuwa na hasira, walikuwa na malalamishi, walikuwa na manung'uniko. Lakini ukifikiria kwamba manung'uniko haya yalikuwa ni mabaya, hawajapatana na mashtaka ambayo Waisraeli walileta juu ya Musa na juu ya Haruni. Angalia jinsi wanavyosema. Wakamnung'unikia Musa na Haruni wakasema, ninyi mmewaua watu wa Bwana. Waisraeli walikuwa pale mambo haya yakitendeka. Walikuwa pale Kora pamoja na Dathan na Abiram wakaendeleza sera zao ya kwamba msifuate Musa, ni kigugumizi yule, msifuate Musa.
pamoja. Wakati Kora na Abiramu wanaziuza sera zao kwa watu wengine kuweza kuenda katika sehemu ile ya Kora, Wanaisraeli waliona haya na waliona jinsi Kora pamoja na watu wake walivyokuwa kinyume na Musa, kinyume na Aroni, na jinsi Mungu alivyofanya. Mungu hakupigia Kora makosa kumwambia Kora umefanya kitu ambacho nilikuwa sijakijua, sikifahamu. La hasha. Mungu aliua Kora, aliua Abiramu, aliua Dathan pamoja na jamii zao zote, na wale wote walikuwa katika upande wao. Waliyaona haya. Wanajua Musa ni mwanadamu, Aroni ni mwanadamu. Aroni na Musa hawana uwezo wa aina yoyote kufungua ardhi. Aroni na Musa hawana nguvu zozote za kuleta moto kutoka juu. Ni Mungu ameyafanya haya. Wanajua haya, kuangalia mashtaka wanayoyaleta. Wewe Musa, wewe Aroni, umewaua watu wa Bwana. Yakuwaje watu walio kinyume na Mungu kuwa watu wa Bwana? Yakuwaje watu ambao ni wakaidi katika mamlaka ambayo Bwana ameyaweka kuwa watu wa Bwana? Yakuwaje watu wanaokaidi wale watu ambao wanawaletea neno la Mungu kila siku kuwa watu wa Bwana? Yakuwaje watu kumkataa yule anayewapatanisha na Mungu kuwa watu wa Bwana? Kora, Abiramu pamoja na Dathan na walikuwa sio watu wa Bwana, walikuwa watu walio kinyume na Mungu. Lakini angalia mashtaka yao, umewaua watu wa Bwana. Na katika Wanaisraeli kuyafanya haya, hawashutumu tu Musa, hawamshutumu tu Aroni kwamba umeua. Wanasema hivi, Musa na Aroni mmevunja amri ya Mungu, mmeua. Lakini ni zaidi ya hayo, wanamshutumu Mungu mwenyewe. Wakati mmoja Wanaisraeli wakiwa wanamnung'unikia Musa, Mungu akamwambia kwamba hawajakunung'unikia wewe, wamenung'unikia mimi Mungu. Katika kushtumu Musa katika haya, hawashtumu Musa na Aroni, wanashtumu Mungu mwenyewe, wanaishtumu haki yake Mungu, wanashtumu hasira yake Mungu kwamba Mungu aliyefanya hakuyafanya ya sawa. Wanaitukana haki ya Mungu, wanautukana utakatifu wa Mungu, wanatukana kazi yake Mungu. Ameua watu. Hivi ndivyo mwanadamu alivyo, wapendwa. Mwanadamu hamsogelei Mungu kwa sababu Mungu amefanya mambo mazuri. Angalia. Mwanadamu haji kwake Yesu Kristo kwa sababu Yesu Kristo amemponya magonjwa. Ni sababu za uongo tu. Maana katika kiini cha moyo mwanadamu ni mwongo, mwanadamu ni mkaidi siku ya pili yake. Mwanadamu mwenye dhambi akiamka kesho asubuhi anafikiria kumtenda Mungu dhambi. Anaweza siyaseme, lakini matendo yako ndivyo yalivyo. Mwanadamu akiamka kesho asubuhi afikirii jinsi nitakavyomshukuru Mungu, japokuwa anaweza kuyasema neno hayo. Katika udhambi wa mwanadamu anafikiria nitakuwa vipi katika dhambi. Kama jinsi Mkristo inavyompasa kukua katika utakatifu, hivyo ndivyo mwanadamu mwenye dhambi katika asili yake anavyokuwa katika dhambi, anadorora katika dhambi kila siku. Mwanadamu kama taka, kila siku zinavyoishi hazikui bora, za kuwa mbaya na kuoza zaidi na zaidi. Hivyo ndivyo mwanadamu alivyo, hivyo ndivyo wewe ulivyo katika udhambi wako. You are a sinner, a rebel against God, even in the midst of miracles. Hujiulize ya maswali ya kwamba mtu anaweza kuamka kesho asubuhi na bado akaenda kuzini, akaenda kufanya sherati na bado akaenda kutukana na hata yamshtui kitu. Maana mwanadamu siku ya pili yake anachowaza, anachofikiri ni kuenda kinyume na Mungu. Mwanadamu kila dakika inayokuja katika udhambi wake anaoza zaidi na zaidi katika dhambi. That is man. Je, wewe ni kama hawa? Unajua sisi tunaokuja kanisani tuko na tabia hii. Tukisoma habari za Wanaisraeli tuko na tabia za kujitenganisha na hawa watu, kana kwamba wao walikuwa ni waovu na sisi tuko na afadhali mbele za Mungu kidogo. Lakini wewe na hawa hamna tofauti, nyote ni uzao
Adamu yote ni mwenye dhambi. Nje ya Kristo hivi ndivyo mlivyo. Kila siku ya pili yake mwataka kumtenda Mungu dhambi. Mwataka kwenda kinyume na Mungu. Is that how your life is patterned? Je, hivyo ndivyo maisha yako yalivyo? Kuna mchungaji mmoja alisema hivi. I know this one you want to expect. Mchungaji mmoja alisema hivi. Ya kwamba si Mkristo anatakiwa kukua kila siku. Anasema hivi. Mbona Wakristo wanataka kukua katika maombi, wanataka kukua katika kusoma maandiko matakatifu, lakini hawataki kukua katika kutoa. Mwaka mzima ukikaa utauliza maombi yangu yamekuwa vipi mwaka? Nimesoma Biblia vipi? Lakini hakuna mtu ambaye anasema kwamba nimetoa vipi mwaka. Je, nimekuwa ama nimerudi nyuma? And I'm telling you, as a sinner, every time you're thinking it is to rebel against the God's command to give cheerful. Lakini si tu hapo. Maisha yetu kama wanadamu ni dhambi. Nje neema yake Mungu. Mimi na wewe tulio katika jengo hili leo, kesho asubuhi ukiamka, baada ya ibada ya siku ya leo, wazo lako la kimsingi kabisa ni kumkosea Mungu. Naweza kukosea Mungu katika nyanja tofauti, lakini wakuwa kila siku, wabobea kila siku katika kumkosea Mungu. Kwa wanawake utawaheshimu waume zao. Kwa wanaume utafanya majukumu kama waume, kama vichwa vya nyumba yao. Mimi na wewe kama shirika kanisa hii utafanya majukumu kama washirika hili. Katika mujibu wa kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6, kutumia miili yetu vibaya. Hayatushtui haya. Siku ya pili yake tutafuta ni jinsi gani ya kumkosea Mungu. Man is dead, mwanadamu amekufa. He is not terrified by the works of God. Hashtushwi hata Mungu akifanya nini. Ikiwa alitakufanya Mungu, sikumuisha, sikumfanya kwa mpya katika moyo wake. But the question is this. How does God respond to this? Mungu anaitikiaje katika manunguniko ya wana wa Israeli? Look at with me from verse 42 to verse number 45. Basi ilikuwa hapo huo mkutano ulipokuwa umekutanika kinyume cha Musa na kinyume cha Haruni, wakaangalia upande wa hema ya kukutania, na tazama hilo wingu likaifunika hema, na utukufu wa Bwana ukaonekana. Na Musa na Haruni wakaenda hapo mbele ya hema ya kukutania, naye Bwana akanena na Musa akamwambia, ondokeni kati ya mkutano ili niwaangamize mara moja. Wao wakapomoka kifudifudi. Mungu anaitikiaje ukaidi? Kimsingi Mungu anaitikiaje dhambi? Mungu anaitikiaje uasi wa mwanadamu? Mwanadamu anapoenda kinyume na watu wa Bwana, wanapoenda kinyume na watumishi wa Mungu, kimsingi wanapoenda kinyume na neno la Mungu, wanapoenda kinyume na Mungu mwenyewe, wanapoenda katika dhambi, Mungu anaitikia haki. How does God respond? And so to my second point, it is God responding to their rebellion. Now, angalia na mimi hapa. Ukisoma kitabu hichi mlango 16, wakati Kora alipoinuka kinyume na Haruni na Musa, Mungu alishuka kwa ghadhabu akawaangamiza. Vile vile mstari huu wa 42, 43, 45, 44, Mungu anaitikia vile vile, anaitikia kwa ghadhabu, judgment. Mwitikio wa Mungu kwa dhambi ni ghadhabu yake kuwaka juu ya mwenye dhambi na dhambi. Mwitikio wa Mungu wa sahihi, na hivyo ndivyo tunavyotegemea Mungu aitikie kwa dhambi, ni yeye kuwa na hasira na ghadhabu juu ya dhambi ile, juu ya mwenye dhambi yule. Mungu tunaambiwa kwamba akashuka wakati walipokuwa naleta malalamishi. Mungu akashuka kwa haraka kwa ajili ya kuitikia yale mambo ambayo Israeli wanaleta kinyume cha Musa, kinyume cha Haruni.
Lakini kama mmoja jinsi alivyosema, katika mwitikio wa Mungu tunaona Mungu anavyoshuka, na ukiangalia Mungu anashuka kumtetea Musa pamoja na Haruni. Maana watu waliokuwa mbele zao wako tayari hata kuangamiza ili kuweza kuondoa kabisa. Mungu anashuka ili kuwatetea watu hawa, kuwatetea watu wake aliyoweka mwenyewe. God descends to protect his people. But as Matthew Henry says regarding Moses and Aaron, he says this: Moses and Aaron thereupon came before the tabernacle, partly for their own safety and partly for others. Musa, wakati Mungu ameshuka, wanakimbia kwa hema la kukutania. Wanakimbia kwa hema kukutania maana Mungu ameshuka. Wanakimbia kwa ajili ya kufichwa, kuokolewa na Mungu. Maana wanadamu wameinuka kinyume nao, watu wao wenyewe wameinuka kinyume nao. Mungu anakimbia, Musa anakimbia ili kwa ajili ya kuokolewa kwao. Si ndivyo Mzaburi anavyosema maneno haya? Amejificha katika mwamba, amekimbia katika mwamba huo. Kwa Mungu ndio kunaookoa Musa na Haruni. Unajua haya, wanamkimbilia Mungu. Lakini si tu hayo, wanamkimbilia Mungu kusikia je, Mungu ana mawazo gani kuhusiana. And God will say his mind concerning this. And it is judgment. It is judgment. Angalia, Mungu kila siku mwitikio wake sawa ni kuhukumu dhambi. Angalia katika bustani ya Edeni jinsi alivyofanya. Alitoa laana, si laana tu pekee yake alitoa. Alifukuza Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni. Mungu katika mlango ule wa 6 kitabu cha Mwanzo alipoona kwamba dhambi imekithiri na moyo wa wanadamu ni mwovu, alitikia vipi? Alitikia kwa mafuriko ya ulimwengu mzima. Katika milango ya kwanza milango 12 ya kitabu kile cha Kutoka, Mungu anaitikia katika ukaidi wa Farao pamoja na Wamisri, anaangamiza hasa katika kilele cha mapigo ya 10. Katika Hesabu mlango 21 huko mbele, Mungu anaitikia vile vile ukaidi, dhambi katika hukumu. God always judges. Ni Mungu mtakatifu, hapendi kuiona dhambi, atakayoiona dhambi. Ni Mungu ambaye macho yake ni safi. Habakuki anatuambia 1:13 kwamba macho yake ni safi, hawezi kutazama dhambi. Lakini ni Mungu mwenye haki. Ni Mungu ambaye lazima patilize, lazima alipe mtu sawa sawa na alichokifanya. Na mshahara wa dhambi kwa anatuambia ni mauti. God must judge sin, or else he is not a just God, or else he is not a holy God, or else he is not a righteous God. Ndio mwitikio wa sawa wa Mungu kwa dhambi, na ndio anaofanya hapa. Ameshuka tayari kuangamiza, na anamwambia Musa, toka niwaangamize hawa. Kuna hao watu ambao wanadhani fikiri Mungu ni mzuri, hawezi kuhukumu dhambi. Na katika haya wanaonyesha kwamba Mungu ni mzuri, hawezi kuangamiza watu katika jehanamu ya moto milele kwa sababu ni mzuri. Uzuri wake ndio wafanya hakuhukumu. Maana ukisema kwamba hakimu ni mzuri, alafu akose kutoa haki, uzuri wake watokea wapi? It is the goodness of God that even compels him to judge you. He must judge you because he is a good God. Ni Mungu mzuri, mwema, na ndio maana anahukumu dhambi. God doesn't let sin to slide. No, he judges it. Matendo 17:31 anatuambia hivi pole kwamba Mungu tayari amekwisha kuiweka siku ili kuhukumu ulimwengu. Atahukumu. Usidhanie kwamba kwa sababu kesho utaamka Mungu ataacha udhambi wako upite tu. Usifikiri ya kwamba kwa sababu ukimwomba Mungu akubariki na kubariki ya kwamba haya atafanya Mungu asitazame dhambi. Uliza tajiri katika mlango 16 kitabu cha Luka. Alikuwa na kila kitu ambacho anaweza kukitaka, lakini alipokufa Mungu alimhukumu. God judge. Hasira yake ni kweli na imewaka. Na hasira ya Mungu ni mtukio wa sawa kinyume na dhambi. Angalia kitabu cha Warumi jinsi Paulo anavyosema. Warumi
mlango wa 1 mstari wa 18, Paulo anasema neno haya kwamba kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu wapingao kweli kwa uovu. Ghadhabu ya Mungu kwa dhahiri shubiri tayari, kinyume na kila aina ya uovu. Every single thing that is evil, kila chochote ambacho kinaweza kushtumu utakatifu wa Mungu, everything that attacks the holiness of God, hasira ya Mungu iko. Kitabu kile cha Zaburi ya 7 na mstari wa 11 na 12 tunaambiwa kwamba Mungu tayari amekwisha kuuvita upinde wake tayari kuangamiza mwenye dhambi. Mungu ananoa upanga wake tayari kuangamiza mwenye dhambi. He is an angry God. He is a wrathful God. Na wewe mwanadamu mwenye dhambi hautaki kuanguka mikononi mwa Mungu mwenye hasira. Mwanadamu mkaidi, mwanadamu uliogobea katika dhambi, hautaki kuanguka mikononi mwa Mungu mwenye hasira, maana utaangamia. But I want you to see something as my third point katika point yangu ya 4, the atoning work of the priest. Kazi ya ondoleo la dhambi ama kazi ya kuhani. Mstari ule wa 46 hadi mstari wa 48 sehemu ya kwanza. Verse number 46 through 48. And Moses said to Aaron, take your censer and put fire on it from off the altar, and lay incense on it, and carry it quickly to the congregation, and make atonement for them, for wrath was going out from the Lord, the plague has begun. So Aaron took it as Moses said, and ran into the midst of the assembly. And behold, the plague had already begun among the people, and he put on the incense and made atonement for the people. And he stood between the living, and he stood between the dead and the living. Wamfanya dhambi, wako kinyume na Mungu, wamemshtumu utakatifu, wametukana haki ya Mungu. Mungu ameshuka tayari kuangamiza, na ameanza kuangamiza. Aruni kama kuhani mkuu anainuka kuifanya kazi yake. Musa anamtuma. Lakini angalia mwitikio wa Musa na Haruni wakati Mungu ameshuka. Wakati Mungu ameshuka tayari kuangamiza, Aruni pamoja na Musa wanaanguka kifudifudi. Wanajua yale mambo ambayo Mungu ameyasema sio mambo ya mzaha, sio mambo ya mchezo. Mungu anaenda kulitekeleza lile ambalo alisema. Wanaanguka mbele za Mungu kwa ibada, kwa hofu, kwa heshima. Wanajua Mungu ni mwaminifu, atayatekeleza na kuyatenda haya. Lakini angalia Aruni anatumwa. Maana Aruni ndio kuhani mkuu, Musa sio kuhani mkuu. Wakati afisi hizi iliwekeza, Musa sio kuhani mkuu. Hata japokuwa yeye au kipende katika upeo ndio alikuwa anaongoza Waisraeli kwenda Kanaani. Lakini aliyeambiwa kwamba atakuwa anafanya kazi ya kutolea toleo la dhambi kwa niaba ya watu sio Musa, ni Aruni. Na Musa analijua ile, anasema Aruni, nenda mbio kachukue chetezo, weka ubani, kimbia mbio. Chukua moto kutoka katika juu ya madhabahu, nenda mbio. Maana pigo hili limekwisha kweli. Angalia watu hawa. Katika mlango 16 kusoma vizuri, wakati Mungu ameshuka, Musa na Aruni wanalilia kwa Mungu kwa sababu ya watu hawa. Mungu, la hasha, usiwaangamize. Katika mlango mstari hii tunayoisoma mstari wa 46 kuendelea, Musa tena vile na Aruni wanatoa maombi kwa niaba ya watu hawa. Watu ambao walikuwa tayari kuwaangamiza, kuondoa. Musa na Aruni bado wana moyo wa kuombea kwa Mungu. There is no scary work like that of a pastor. Hakuna kazi inayotisha kama ya anayeongoza kanisa mchungaji. Maana kila uchao kati ya watu wanaoongoza ni watu ambao wanamkaidi Mungu kila uchao. Ni watu ambao ghadhabu ya Mungu iko juu yao. Na kwa mara nyingi ni watu ambao wanamkwaza, ila kazi yake bado ni kuombea kila siku.
Umsihi Mungu usiwaangamize watu hao. There is no scary and tiresome work like that. Hakuna kazi nzito na ya kuogofya kama hiyo. Angalia jinsi Musa na Haruni wanavyolilia Mungu kwa ajili ya watu hao. Lakini kazi ya kulilia watu kwa ajili ya wokovu sio tu ya mchungaji, ni ya kanisa waliookoka wote. Lazima wawe na maombi, msongelee Mungu kwa niaba yao, na kwamba Mungu usiruhusu ondoke ulimwenguni kama hawajakuchua wewe katika hali ya wokovu. Mungu usiruhusu mama, kijana, mzee, mtoto aondoke ulimwenguni kabla hajamwamini Yesu Kristo. It is the work of the church to cry on behalf of people. Ndio njia moja wa upendo wetu kwa maadui na kwa majirani zetu unaonekana dhahiri. Lakini nataka kuyakaza macho yangu kwa kazi ya Haruni na Yesu. Angalia jinsi Haruni anavyofanya. Musa anamwambia Haruni, nenda. Kama kuhani mkuu anaenda kuifanya kazi yake katika upeo wa kazi ya Haruni, ni kuitoa sadaka kwa ajili ya wenye dhambi. Anaambiwa na Musa, nenda. Musa anamwambia maneno haya Haruni katika mlango ule wa 46. Musa anasema maneno haya. Musa akamwambia Haruni, haya shika cheteza katia moto ndani yake, moto wa madhabahu, kisha utie na uvumba juu ya moto, ukakichukue haraka, uende nacho katika huo makutano, ukafanyie upatanisho. Moses is sending Aaron, nenda kuwapatanisha watu na Mungu. Ni wenye dhambi wamemkosea Mungu, hasira ya Mungu yaja kuwapata, na hasira ya Mungu ikiwapata ni kifo itawapata. Nenda kuwapatanishe kabla ya ghadhabu ya Mungu haijawafikia. He is the only person who can do that, because he is the priest, the high priest. Lakini nataka kuangalia venye Haruni anayafanya haya. Angalia Haruni katika mlango huu mstari hii ni mzee, sio kijana tena. Umri wake umesonga. Lakini angalia anayofanya katika mstari huu. Anakimbia kuweza kuokoa watu ambao wanataka kumuua. Anakimbia kuokoa watu ambao wanamshutumu, wamemwendea msalaba mara mbili sasa katika mlango huu, ili aweze kuondoka katika nafasi ile. Anakimbia japokuwa miguu yake kwa sahihi imeisha nguvu, mgongo wake na kiuno chake labda hakiko jinsi alivyokuwa kijana, lakini bado anakimbia kwa ajili ya kufanya upatanisho baina ya watu wenye dhambi walio kinyume naye na Mungu mtakatifu na ghadhabu inayoshuka. Haruni hatazami jinsi alivyo mzee, hatazami udhaifu wake, anakimbia. Angalia jinsi anavyowapenda watu walio kinyume na yeye. Angalia jinsi alivyokuwa na mapenzi makubwa na watu ambao hata wanataka kumwangamiza pamoja na ndugu yake Musa. Anakimbia ili kufanya upatanisho baina ya watu hawa na Mungu. He loves them dearly. He loves his people, and he is ready even to fall while running just to save them from the wrath of God. Haruni anakimbia kwa ajili ya kuokoa, kwa ajili ya kuokoa. Miguu labda itamwangusha, lakini haitamzuia kwenda huko. Uzee labda utamfanya siweze kuwa na mbio kama jinsi alivyokuwa kijana, lakini bado anakimbia ili kuweza kuokoa. Lakini si tu hayo. Angalia kule mahali ambapo Haruni anaenda kusimama. Haruni anaenda kusimama kinyume na anaenda kusimama katikati ya hasira ya Mungu na wanadamu wenye dhambi. Hasira ya Mungu inakuja na Haruni anaenda kusimama hapo kuiangalia hasira ya Mungu ikifika pale yuko. Yu tayari Haruni kusimama kwa hatari kwa ajili ya watu wake kuweza kuokolewa. Yu tayari kusimama kwa hatari ili taifa lake liweze kuokolewa. He is determined to stand in the midst of danger so that his people can be saved. Ni kweli labda uchungu wa jinsi walivyomshutumu, walivyofanya umekaa katika moyo wake, lakini uchungu huu hautamzuia yeye kumkimbilia kwake Mungu. Bwana waokoe hao.
labda katika mawazo ya Haruni, napoenda katika sehemu hii kusoma katikati ya wafu na walio hai, labda alikuwa na mawazo kama yale maneno ya Mordekai kwa Esta, labda Haruni uliwekwa mahali hapa kwa ajili ya wakati kama huu. Haruni yokimbia kwenda kuokoa. Iran to say. But I want you to look at what yale mambo ambayo vile vitu ambavyo wamevibeba. Musa anamwambia kwanza kabisa, beba chetezo; pili, beba moto kutoka katika madhabahu; tatu, beba uvumba usiwachane na wewe. Na chetezo ni chombo cha saba kilichokuwa katika mviringo ambacho ulikuwa unaweza kuweka moto hapo ndani. Na katika moto ule Musa anamwambia moto wa madhabahu, na katika moto ule kuna uvumba ndani. Ule moto unapowaka na moshi kutoka, harufu ya uvumba ndio inayotoka, harufu nzuri na kupendeza. Na katika mlango huu wa 16 huko nyuma, Kora, Dathan na Abiram pia wamechukua chetezo. Lakini chetezo zao zilikuwa na moto ambao ulikuwa sio wa madhabahu. Na Mungu hakukubali. Musa anamwambia chukua chetezo, chukua na moto kutoka katika madhabahu. Kwa nini madhabahu? Kwa sababu katika madhabahu kulikuwa ndio kunatolewa sadaka, kafara yatolewa madhabahu. Moto ule katika madhabahu ni ishara ya kwamba tayari kafara, sadaka imekwisha kutolewa tayari. Na uvumba ni kadiri kutoa harufu nzuri ya manukato. Katika kitabu cha Ufunuo Yohana mlango ule wa 8 mstari wa 3 na 4, uvumba ni ishara ya maombi ya watakatifu. Haruni haendi tu kwa sababu ni kuhani mkuu. Anaenda na ushahidi ya kwamba Bwana naja mbele zako, lakini naja na kafara, naja na ushahidi wa sadaka, naja na moto kutoka katika madhabahu, na moto ni sadaka. Waje na harufu nzuri ya kupendeza mbele zako, ili hasira yako geuzwe mbali na wana wa Israeli. Si kwa sababu mimi Haruni ni bora sana, la hasha. Kwa sababu ya afisi unipatia na kwa sababu ya ushahidi unaosogelea, kafara tayari imekuja kutolewa. Bwana ipokee, ikawe harufu nzuri machoni. Haruni ni mfano tu. Ni mfano wa Kristo. Ni mfano wa mwandishi wa Ibrania anatuambia ndio kuhani mkuu. Kristo hakuhitaji kutoa sadaka na kutoa sadaka yake kwa ajili ya dhambi zake. La, Kristo alijitoa mwenyewe kama sadaka machoni pa Mungu, mbele za Mungu. Christ is our high priest. Kristo alikuja kutoka juu mbinguni kwa ajili ya kutuokoa mimi na wewe, mwenye dhambi asiyefaa, mkaidi kila siku mbele za Mungu. Kristo alikuja kutuokoa, maana tayari hasira ya Mungu juu yetu. Wote ambao Kristo Yesu hayumo ndani yao, wote ambao hawamwamini Yesu Kristo, hasira ya Mungu juu yao. Kristo alikuja kutuokoa. Kristo alishutumiwa kimakosa, walishutumu kwa uongo. Angalia hata tunaambiwa katika vitabu vya Injili, walitafuta kila sababu, hawakupata hata moja. Pilato alitafuta sababu, hakupata ya kumhukumu Kristo. Herode alitafuta sababu, hakupata kumhukumu Kristo. Hata Mafarisayo vile vile walitafuta sababu, hawakupata. Ikabidi watafute mashahidi wa uongo. They accused Christ wrongly, falsely. Lakini angalia Kristo kaomba kwa niaba ya watu wale waliomsulubisha Kristo. Anasema kwamba Baba, wasamehe maana hawajui walitendaje. Ndio moyo wa mtu anayefananisha na Kristo. Angalia Stefano akiwa walipo pale, watu wako tayari kumuua, anafanya nini? Anamwambia kwamba Mungu angamize. La hasha, anasema Mungu wasamehe maana hawajui walitendaje. Christ was accused, but Christ prayed for us. He prayed on our behalf as a high priest. Lakini kama mmoja alivyosema, Kristo naye alikimbia kuja kutuokoa. Angalia, ukisoma vitabu vya Injili, Kristo ukifika wakati wa kugeuka kwenda Yerusalemu kusulubishwa, kila wakati nakumbusha wanafunzi wake, imenipasa kwenda kuteseka,
kufa na siku ya tatu kufufuka. Kristo katika maisha yake yote duniani aliangalia msalaba na kuendea, maana yu tayari kusimama. Kristo alisimama katikati ya ghadhabu yake Mungu na watu wake. He is the high priest who stood between sinners and God's wrath. Pale msalabani, sadaka yake Kristo ilipokelewa. Ilikuwa kwa harufu nzuri ya kupendeza machoni kwa Mungu, na hasira yake Mungu ikaondoshwa kwetu. Akainywa yote, akinywa kikombe. Pale msalabani, Kristo alisimama katikati ya dhambi na hasira ya Mungu. The wrath of God was appeased by the sacrifice of Christ. The wrath of God, the veil of the cross, was turned away from us and to himself, to Christ. Kuhani mkuu wa aina gani? Anayesimama kwa ajili yako. Alijitoa sadaka kwa ajili yako. Anakuombea wewe kila uchao. Ikiwa Mungu alikubali kazi ya Haruni kwa niaba ya Israeli, si zaidi kukubali sadaka ya Kristo kwa niaba yetu. La mwisho, ikiwa namalizia, the result of the atonement. The result of the atonement. Matokeo tenda kwa kazi hii ya ondoleo la dhambi. Angalia mstari ule wa 48, sehemu ya pili hadi mstari ule wa 50. Let me read from verse 8 the whole way. And he stood between the dead and the living, and the plague was stopped. Now those who died in the plague were 14,700, besides those who died in the affair of Korah. And Aaron returned to Moses at the entrance of the tent of meeting when the plague was stopped. Matokeo ya kazi hii ya kuhani mkuu ni kwamba pigo hili lilisimamishwa. Tauni ikazuiwa. Je, tauni ilizuiwa kwa sababu Wanaisraeli walitubu sana, walimlilia Mungu sana? La hasha. Je, tauni ilizuiwa kwa sababu Mungu alifanya kuonia tu Wanaisraeli, acha niwaache, nimekuwa wengi, acha niwaache hawa? La hasha. Je, tauni ilizuiwa kwa sababu Mungu aliangalia maombi ya Musa? La hasha. Tauni ilizuiwa kwa sababu ya kazi ya kuhani mkuu aliyefanya, kusimama kwa niaba ya watu wake akiwa na sadaka mikononi. Mimi na wewe, hasira ya Mungu haiondolewi juu yetu kwa sababu tu wazuri machoni pa Mungu. Mimi na wewe, hasira ya Mungu haiondolewi juu yetu kwa sababu Mungu ametuhurumia. Mimi na wewe, Mungu haondoi hasira yake juu yetu kwa sababu tumemuomba sana. La, hasira ya Mungu ndio juu yetu kwa Kristo amesimama kati yetu na hasira ya Mungu. Wokovu ni kwa neema, si kwa matendo mtu awaye yote sijui. This grace, its basis is on the Christ, his work. Misingi ya neema hii kupata ni kwa kazi ya Kristo aliyofanya kabisa. So nataka kukuuliza, je, wewe wamwamini Yesu Kristo na kazi yake msalaba? Je, wewe mama, kijana, mzee, kaibi, wamwamini Yesu Kristo na kazi yake msalaba? Maana ni katika Kristo na kazi yake msalaba tunapata hasira ya Mungu inapata kuondolewa juu yetu. Ile ikiwa hujamwamini Yesu Kristo na kazi yake msalaba, bado ungali chini ya hasira ya Mungu. Si hivyo ndivyo Yohana anasema katika kitabu cha Yohana 3 mlango ule mstari wa mwisho kama sijakosea. The book of John chapter number 3, and I think the last verse number 36. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Yule aliyemwamini Yesu Kristo, aliyemwamini Mwana, anao uzima milele. Yule ambaye hajamheshimu Mwana hana uzima, na hasira ya Mungu imebaki juu yake. Suluhisho
Njia ya pekee ya kuitoroka hasira ya Mungu kuondolewa juu yako haiko kwako, iko kwa Yesu Kristo na kazi yake. Do you believe in him? Je, umwamini yeye? Is Christ your Savior? Have you trusted in him? Umemwamini Kristo yeye na kazi yake? Je, umwamini kwamba yeye ni Mungu mwanadamu amekufia pale msalabani, si kwa sababu yeye ni mwenye dhambi, bali wewe ni mwenye dhambi. Amekufa kwa niaba yako, amechukua yale uliyostahili. Hasira ya Mungu ameichukua, ameibeza yote, ili mimi na wewe tukawe na uzima, ili mimi na wewe hasira ya Mungu ikapate kuondolewa. Pale mitatu hiyo mbele nikugeukie wewe ambao unasema kwamba ni muumini. Wewe ambao unasema kwamba mimi ni muumini Yesu Kristo na kazi yake msalaba. I trust in him. Do you intercede for others? Je, unafanya maombezi kwa niaba ya wengine? Unafanya maombezi kwa niaba ya familia yako? Unafanya maombezi kwa niaba ya rafiki zako? Unafanya maombezi kwa niaba ya taifa lako? Unafanya maombezi kwa niaba ya ulimwengu mzima? Je, wafanye maombezi kwa niaba ya wale waadui zako, kwa ajili ya wokovu wa nafsi zako? And I'm telling you, I have a doubt if you do that. Niko na shauku kama wewe wafanye. Na kusihi asubuhi siku ya leo, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ayafanye haya na kusongelee Mungu, sio kwa ajili yako, bali kwa ajili ya wokovu wa nafsi zako. Ikiwa Bwana tayari kashakusha tenda kazi na hekima katika moyo wako, lilia watoto wako, lilia rafiki zako, lilia jamaa zako, lilia taifa lako, lilia ulimwengu mzima. Maana ikiwa jamii yako, rafiki zako, nchi yako haijaweka tumaini lake kwa Yesu Kristo, hasira ya Mungu juu yao. Kile kitu ambacho hasira ya Mungu inafanya ni mwitikio halisi wa Mungu kwa ajili ya dhambi, kuangamiza. Tuamini tu. Mungu, tusongea mbele zako siku leo. Bwana, tukiwa tumeona jinsi mwanadamu alivyo, jinsi ulivyo mtakatifu na kuchukia katika dhambi. Bwana, tumeona Bwana mtakatifu jinsi kuhani mkuu aliyesimama Bwana mtakatifu katikati ya hasira yako na wanadamu wa dhambi, Bwana wakapata kuokolewa. Kwa hiyo Bwana, tunaye kuhani mkuu Yesu Kristo. Alisimama Bwana miaka 2000 na zaidi iliyopita katikati ya hasira yako na sisi. Na Bwana, kwa imani kwake na kazi yake aliyofanya, hasira yako Bwana mtakatifu yapata kutushinezwa kwa sadaka yake. Bwana, alikinywa kikombe Bwana chote, na Bwana kwa imani kwake Bwana mtakatifu tunapata kuokolewa kutokana na hasira yako. Tunaokolewa kutokana Bwana na wewe Mungu. Bwana, saidia kijana, mzee, mama mahali hapa, kamwezeshe kuweka tumaini lake kwa mwanao Yesu Kristo, akiwezesha Bwana Roho Mtakatifu. Wale waliokuwa kwa Bwana mtakatifu, tusaidie mkawe watu Bwana wa maombi kwa niaba ya watu wengine kwa ajili ya wokovu wa nafsi zao. Kama kanisa Bwana, tuwezeshe katika hili. Kama mtu binafsi Bwana, tuwezeshe katika vyumba vyetu vya faragha kuombea watu. Ni kupitia jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba na tunaamini. Amen.